Mara nyingi katika maisha ya kiroho ama maisha ya kukubali kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi, huwa kuna mahangaiko mbalimbali tunayapitia kama waamini. Na watu wengi, moja ya mambo yanayotusumbua ni kuamini zaidi katika dini yako ama labda kanisa ulilopitia kumpokea Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi, kuliko kuamini katika neema pana ya ufalme wa mbinguni. Lakini haya yote nipende kusema kwamba yanahusu mafundisho. Maana maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa yanaweza kukuzuilia kuifikia mbingu yako ya mafanikio. Maarifa yanapopungua, mara nyingi nimeshuhudia hata watu wengine wakishindwa kukaa katika imani zao ama kukaa katika nyumba za ibada kwa sababu maarifa yamepungua. Wapo watu wanaamini kwamba unapompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, kwa kuwa yeye alikufa msalabani kwa ajili yako, basi hiyo inatosha na inaishia hapo. Hilo ni jema, kwa sababu kuokoka ni hatua ya kwanza ya msingi, na ni muhimu sana kukiri kwamba Yesu ni Bwana. Maana hata ukisoma kitabu cha Warumi katika ile sura ya 10, ukiangalia mstari wa 10, Paulo aliwaambia kwamba kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo unaweza ukakiri kwa kinywa chako Yesu ni Bwana ukapata wokovu, lakini kupata wokovu haimaanishi kwamba mambo yote yamekwisha. Ndio maana ukiwa msomaji wa Biblia katika kitabu cha Luka, ukisoma katika ile sura yake ya 13, utaona kwa habari za yule mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kupindana, ambaye Yesu alipokwenda akamtamkia neno, akamwekea mkono, yule mwanamke akafunguliwa. Na Yesu anasema kwamba huyu aliye uzao wa Ibrahim, ambaye shetani amemfunga miaka 18. Sasa tazama, alikuwa anakwenda kwenye sinagogi miaka 18 pengine na zaidi, ama alikuwa anaenda kwenye sinagogi kisha shida ikatokea akiwa ndani ya sinagogi, na akaishi miaka 18 anaamini, anatoa sadaka, lakini wanaomzunguka hawana pengine neema ama ule uwezo wa Mungu wa kutambua kwamba huyu kinachomfanya awe hivi, huyu amefungwa. Kwa sababu Yesu akamwambia, mwanamke, umefunguliwa katika udhaifu wako. Woman, thy art loose from thine infirmity. Umefunguliwa katika udhaifu wako, ama you have been delivered from your weakness. Kwa hiyo mwanamke amefunguliwa udhaifu wake, lakini alikuwa, kwa lugha ya sasa tunasema tukubaliane kwamba alikuwa ameokoka. Ndio maana alikuwa akosi kwenda hekaluni. Kwa hiyo kanisani unakwenda, lakini katika roho umefungwa. Inawezekana mwili wako haujafungwa kama alivyofungwa yule mwanamke, lakini katika roho kuna kifungo kinakuandama. Kifungo cha ndoa, kifungo cha kazi, kifungo cha biashara, kifungo tu wewe huwezi kukaage na watu. Kuna kifungo kimekukamata. Kila mtu kwako anakosea, lakini unahitaji kupata mafundisho yaliyo sahihi, ambayo lugha nyingine tunasema kuwa delivered kutoka katika hiyo imani dhaifu, kwamba tu unaamini tu nimeshaokoka ndio kila kitu kimekamilika. Hapana. Ndio maana katika Luka sura ya 11 Yesu anaeleza kwamba pepo mchafu akimtoka mtu, kama pepo mchafu akimtoka mtu, maana yake kuna uwezekano pia kuna kifungo kwa njia ya pepo. Sasa kuna pepo ambaye anaweza akalipuka akiwa katika mazingira ya kiroho, lakini kuna roho nyingine hizi zinakuwa kimya kimya tu, hazipigi kelele. Yule mama akuwa anapiga kelele, lakini mwenye macho ya rohoni alipomuona akasema hiki ni kifungo. Kwa hiyo Mungu akuunganishe na mazingira, iwe madhabahu, iwe watumishi wa Mungu, lakini ambao wana uwezo wa kuona na kujua wewe una kifungo, na wakutamkie kwamba umefunguliwa katika udhaifu wako. Kitabu cha Matendo ya Mitume, ukiangalia katika sura ya 18, kulikuwa na wapendwa wakina Priscilla na mumewe anaitwa Akila, na hawa walikutana na mtu anaitwa Apolo, mtu wa Alexandria. Apolo alikuwa akimhubiri Bwana kwa ujasiri mwingi sana kwenye masinagogi katika mji wa Efeso, lakini walipomsikiliza kwa neema waliokuwa nayo, wakasema huyu kuna vitu vimepungua, wakamleta nyumbani mwao, alafu wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi ili afikie level nyingine. Kwa hiyo kuna deliverance ama kufunguliwa, sio mapepo.
ila ni ile hali ya kupata watu ambao wanaweza kukueleza kitu fulani ukifanye kwa usahihi, kwamba bwana, ukienda kanisani usitegemee kukutana na watu wazuri. Unaweza kuwa una kifungo kwamba wewe unachoamini wewe ni kwamba kama wale wachungaji, mapadri, maaskofu wanavyovaa zile nguo safi nyeupe za kupendeza, ndio watu wote ndani ya kanisa wako hivyo. Kwa hiyo ukienda kwenye kanisa kama watu hawako hivyo, basi unasema hapa hapana Yesu. Lakini ukipata watu watakao kufundisha ama kukuelekeza kwa usahihi kama hao wakina Priscilla na Akila, maana yake kinachotokea unakuwa delivered ama umefunguliwa katika udhaifu wako, kwa sababu udhaifu siku zote ndio unaomweka mtu katika kifungo. Kuna watu wana masikio ya utafiti, huo ni udhaifu, kwamba yeye popote anapokwenda hataki neno la Mungu tu, anataka habari za lile eneo, anataka habari za watu ili aweze. Kuna wengine habari zao sio nzuri, lakini kwako wewe ndio wamebeba kufunguliwa kwako. Kwa hiyo Mungu wa rehema ninayemwamini na kumtumikia akuinulie msaada wa kiroho tangu sasa, nikitamka kwamba umefunguliwa katika udhaifu wako. Kwa hiyo udhaifu wa aina yoyote ambao umekuwa ukizuia njia zako, udhaifu wa aina yoyote ambao umekuwa ukikufanya utembee miaka 18 kama yule mwanamke aliyepindana, siku hii ya leo huo udhaifu ukuachie, ili nguvu za Mungu aliye hai ziwe juu yako na ukatumike sawasawa na mapenzi ya Mungu, lakini zaidi ya yote ukayaone mema ambayo Mungu aliyaweka kwa ajili yako katika dunia hii, na popote utakapokwenda ukawe na kibali kwa kuwa umefunguliwa udhaifu wako. Kuna watu udhaifu wetu ni hali ya kukataliwa. Kuna watu udhaifu wetu ni ile hali ya kutokuaminika. Lolote unalosema hakuna anayeliamini. Huo udhaifu ukuachie leo, kama Yesu aliposema, ewe mwanamke umefunguliwa katika udhaifu wako. Nami ninatamka, iwe mwanamke, iwe mwanaume, iwe rafiki yoyote, iwe mtu ambaye umeshakubali kwamba Yesu ni Bwana ama bado, lakini udhaifu wowote ambao unakuzuilia maisha yako na mafanikio yako, iwe wewe ni mlevi, iwe ni mvutaji wa sigara, iwe mvutaji wa bangi, iwe unatumia kitu chochote kibaya, iwe ni mzinzi, ninachotamka ufunguliwe katika udhaifu wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Udhaifu utakapoondoka, utasimama na kutembea katika ujasiri na katika kufanikiwa na katika kuzaa na kuongezeka, kama ambavyo ninaamini mwaka huu ni mwaka wa taji ya wema wa Bwana. Basi taji yake ije pamoja na special deliverance from every bondage na kila kitu ambacho si cha kimungu. Mungu akusaidie, Mungu akuweke huru katika jina la Yesu Kristo mwana wake aliye hai. Amen.